Safi kabisa rafiki yangu, ananiita bam kubwa ndani ya UTV station ya kipekee. Rafiki yangu hapa nikiwa na mgeni, yani kutoka Mombasani, mtu wangu. Sio bana, anajiita nani? Richard Katana. Karibu sana mtu wangu. Asante sana bam kubwa. Nimefurahia kuwa hapa. Ndio. Bomba Bomba ndo show yenyewe sasa hivi. Kabisa mtu wangu. Bomba Bomba show ni show ya kipekee kabisa ambayo inatamba Afrika Mashariki. Kabisa brother. Nifahamishe vipi babu, mbona ukajipata hapa mwanangu? Mimi kuna foundation nimefungua inaitwa Mnazi Mwenga Foundation. Na mimi niko katika harakati za kusaka vipaji na kufungua platforms kwa vijana. Ndio bro. Ili waweze kukuza talanta zao. Sasa nitautafuta ndio na kupata na ukanipa mwalimu. Nashukuru sana babu, yani anajiita nani? Mnazi Mwenga Foundation. Kumbuka rafiki yangu, ile ni kikundi moja safi sana ambayo kimebuniwa ya kusaidia vijana, kusaidia wananchi, kusaidia watu katika mitaa. Mnazi Mwenga. Yani ikawa vipi Mnazi Mwenga mtu wangu? Mnazi Mwenga ni one coconut tree. Ndio. Value one Mijikenda person. Ndio. Yani thamani ya Mijikenda ni thamani ya mnazi mmoja. Sababu ukiangalia maisha ya Mijikenda anayopitia ndio sawa na ule mnazi vile unavyopitia. Ndio bro. Lakini thamani yake ya mnazi mmoja ambao ni kuanzia mizizi mpaka matawi, ndio ambao tunaita makuti. Lakini bado huo mnazi hauwezi kuvumbia nyumba moja. Ndio bro. Unaelewa? Hauwezi kujazia chupa moja kabisa ya nini ya pombe ya mnazi. Ndio. Sasa unahitaji uwe na chunga cha minazi. Ndio. Ambapo sasa mimi ni mnazi kama Mijikenda, wewe ni mnazi kama Mijikenda. Sasa tukija pamoja tunafanya vitu vina happen. Okay. Sasa ina maana kwamba Mijikenda wote wajisanya pamoja kwa Mnazi Mwenga, sio? Kwa hivyo kuna Mrabai pale, kuna Mdigo, kuna Mgiyama, kuna Mchonyi, kuna Mkambe, kuna Mribe, wote hao. Sasa wale wote waje hapo sasa. Kabisa. Mnazi Mwenga. Kabisa bro. Mbona ukaje namna gani na mradi Mnazi Mwenga mtu wangu? Ukafikiria vipi kuanzia mwanzo hadi sasa? Mimi ni business development manager. Ndio. Kazi yangu ni kubuni naitwaje ideas. Kuziweka kwa karatasi na kuzifanya zinakuwa pesa. Hiyo ndio kazi yangu. Sasa mwaka jana mwisho mwezi wa 10 pale. Ndio mwanangu. Nilipoteza mamangu mzazi. Ulimpoteza mama? Pole mzee. Pole sana. Asante bwana. Sasa nilipokuwa kule nyumbani katika zile harakati za preparation, so macho yangu yakafunguka, niliona a lot of opportunities. But hizo opportunities hazitusaidii sisi. Ndio. Kama wa Mijikenda. Ndio. Unaelewa? Ndio napata. Sasa nikaanza kukaa chini, kuifuatilia ile idea, ile ndoto, nikaichangamua, nikaichambua, nikaingia watu wanaita mindset. Nikaangalia huyu Mgiriama au Mijikenda, huyu Mchonyi, Mkauma, Mdigo anafikiria vipi? Ana react vipi kwa mambo? Ndio. So nikakaa chini. Ndo nikabuni sasa Mnazi Mwenga. So nikajiangalia mimi mwenyewe sina mapeni. Ndio. Lakini na platforms. Una platform yani. Unaelewa? I have a very rich social capital. Nikasema if I can sell an idea to a billionaire. Na inunue. Na itengeneze pesa kwa kampuni. Mbona mimi nisimpelekee idea yangu ya kutaka kuenua ndugu zangu na mama zangu na baba zangu ili tukaweze kwa kitu kimoja na tukaweze kunufaika. So ndipo sasa pale nikachukua hiyo step. So I went kuongea na rafiki zangu. Akasema tunakuunga mkono na tuko nyuma yako. Wewe nenda sasa tuletee vijana. Tuletee hizo groups za wamama ambazo zinataka kupewa pesa. Zifanye kama ni kilimo ama nini. Kwa sababu ukiangalia tuko na kila kitu. Ndio pale Alikiba kaimba. Mungu akupe nini tena makumuga. Sasa sisi tunasema Mijikenda, Mungu akupe nini tena. Kwa sababu una kila kitu. We have a very rich natural resources. We have very rich human resource. Wewe being one of them. Kwa sababu ile platform ambayo uko nayo si kila mtu ako nayo. Kabisa. Kwa sababu ni Mijikenda. Nasema wacha vijana wapitie kwa hizi platform zetu. Unaelewa? Tuenuane. Kwa sababu mimi na hakika ama naamini Mwenyezi Mungu akupi challenge ambayo haja kupatia solution. Na solution yetu sisi kama Mijikenda ni umoja wetu. Na sisi ambao tuko mbele tushike wale ambao kule chini tuoneshe njia. Tusikuwe na ile mentality ya kupeana ama kungoja
kupea. Yeah, exactly. Yeah. Sasa bwana Katana, ina maana kwamba rafiki yangu, labda tuseme wewe ni mbunifu, unabuni idea sio? Alafu kisha baadaye unaitoa, unasaidia watu, sio bwana? Yeah. Labda tuseme wewe vipi, imekuwa gani sasa kutengeneza hiyo kampuni ya Mnazi Mwenga? Mnazi Mwenga hii ni idea ilizaliwa ilikuwa siku ya Jumapili. Ndio. Ndio Mnazi Mwenga ulizaliwa. Jumatatu tayari nikaenda nikaregister NGO. Kwa sababu you see, Mungu amenijalia. Ndio. Niko na kila kitu. Ndio. Kila kitu in terms of niko naongea na kila mtu. Ndio. Wale ambao wako uwezo, wale ambao hawana. Yaani niko mimi mtu wa kila mtu. Yaani uko kadri hapo. So nikitaka kitu changu kifanyike. Ndio. Ni mimi tu niseme. Kitatekelezwa. Unaona? Wow. So hiyo ndio kitu imenisaidia hata pale nilipo mpaka sasa hivi. Mimi sikudanganya. I'm a very serious sales and marketing guy. Ndio, exactly. But I've never been into a sales school. I'm a marketing school. Hao graduate kina nani wote wakikuja kutoka hizo shule wanakuja wanapata midogo wao pale juu. Pale juu. Kwa sababu pesa iko na watu. Exactly. Ukijua kuongea na watu wewe uko very tajiri. Kabisa. Ukijua kuingiana na watu wewe ni tajiri. Kwa hivyo tuseme wewe ni bwenyenye sasa. Mimi si bwenyenye. Maana tusema vipi bwana? Unajua ukishasema bwana, unajua katika usemi tunasema kwamba wewe ni bwenyenye. Yaani unajua mtu mbunifu ambaye anabuni vitu za kusaidia watu, wewe ni bwenyenye. Okay. Wewe ni mtu ambaye una uwezo fulani. Yeah. Kwa hivyo unasema kwamba market wakija pale wanapata pale juu tu. Wewe bado unaongoza. Wewe ni gwiji. Mimi ukiuliza pale popote nimefanya kazi. Hakuna kila mtu atakwambia huyo jamaa mchana naye. Ndio. Numbers lazima zikue. Ndio. Hata pale nilipo sasa hivi. Nimewin awards karibu 6. Kama 6 sio? Na hizo zote ni pesa kampuni imepata. Ndio. Na mimi mwenyewe ndo nimebuni hiyo department from scratch. Nikaiweka juu. Labda tuseme vipi bwana Katana, labda ushajiunga na wanasiasa ama labda wanasiasa wale kubwa washakutana na wewe wakakupa support ama vipi? Mimi kwanza mtu anaitwa mwanasiasa mimi sina haja naye kwa hili kundi. Kwa sababu mwanasiasa ni mtu ambaye anapigania maslahi yake. Maslahi yake, Mimi ningependa sana, mimi mwenyewe napenda siasa. Ndio. Mimi mwenyewe niko na wanasiasa ndani yangu. Ndio. Lakini mimi matarajio yangu ama mawazo yangu ni kwanza ningependa kuwa mbunge of which naweza kuwa anytime nikitaka. Ndio shika tena. Can't cancel aje. Umekata? Shika tena. Let me switch it off. Okay. We go on. Gani kamuulizia swali ya mwanasiasa. Labda bwana Katana, Richard Katana, jina kubwa rafiki yangu. Labda una jina utani ama ni ile tu Richard Katana? Jina la utani ni honorable. Honorable sio? Maana kwenye nimechakura kwenye ukurasa wa Facebook nikapata honorable Richard Katana. Sasa ile honorable ile. Ile ni ya mambo mengi sana. Ndio baba. Una honorable alafu kuna Katere. Fanya kazi wenzangu wananiita Katere. Ndio mimi hakuna mahali sipenye mfano. Ndio bana. Lakini siko ubaya. Ndio. Ili mimi ni mtu wa watu. Ndio. Sasa nashukuru. Ndio. Kwa sababu Mungu ndo anapeana. Mtazamaji, kama kawaida rafiki yangu, tunapata kopo la maji, tukirejea mambo yanakuwa fresh kabisa. Hapa kuna Richard Katana kutoka maeneo kule Pwani jamani. Unajua Pwani ni wapi? Si Mapua jamani. Unajua hili Pua, lakini Pwani. Ama unasema vipi bwana? Pwani sio? Bamba kule babu. Mnazi Mwenga. Uji umoho. Yaani uji moto. Tunarejea mtu wangu. Tegea. Sio itakuwa ya kupeleka break hizo ni 10 minutes. So tunaweza fanya at least tunarudi sasa ya mwisho. Ile politics ulikuwa umekava. Mimi nikata. Ya politics bado, lakini bado iko nyuma hapo. Nataka hiyo notion ya nitakuuliza. Kutudilink na siasa.
kujitoa. Unajua ukijichanganya biashara inaharibika. Biashara inaharibika. Sio watu wengi wanapenda siasa. Kidogo unakanyagia. Hata mimi sipendi. Unajua ni biashara corporate, kwa sababu imekuja alafu mtu amekuja ndani. Siasa kidogo unakanyagia. Ile siasa ugawanya watu kimafungu. Bana. Siasa unatoa chini ya maji. Ukishaondoka biashara kidogo. Lazima unajua hizi vitu sinajua mali zinatoka, sasa hatuwezi kutafutia kwa Facebook hizi. Ndio. Tutafutia mahali wengine. Unajua mjanja. Unajua mjanja. Mjanja hela. Wewe mtu nguvu sana. Najina napenda mtu mjanja. Fresh Tuende kwa siasa sio? Nakuuliza. Unauliza hiyo ni jidili. Naam, karibu tena mtazamaji ndani ya UTV. Na mimi nimezitoba mkubwa hapa nikiwa na Richard Katana, yani balozi wa vijana. Tazama vipi bwana Mnazi Mwenga. Ukipenda useme umoho. Uji moto yani. Uji moto sio? Mbona ukajiita uji moto? Maana naona mambo moto moto kabisa. Sio uji moto. Uji moto sio kuchezea. Ndio baba. Ule unachoma ulimi. Uji moto mwenyewe Titu anaogopa. Ule baba yao alisema anaogopa Mungu na uji moto. Uji moto. Baba yao alisema alisomea wapi? Alisomea kule inaitwaje huko? Huko India bwana. Inaitwaje kule? Punjabi. Na mtazamaji, kama kawaida hapa nikiwa na Richard Katana, jamaa kutoka kule maeneo ya wapi? Kule Pwani rafiki yangu. Labda Richard Katana, labda nifahamishe vipi mambo na siasa? Labda una uhusiano wote na wanasiasa mkuu? Maana yake naona ni mwanabiashara mkubwa. Hoja yako sana sana ni biashara. Wewe ni mwanabiashara mkubwa sana. Akili zako zinapiga juu kabisa kusaidia vijana. Labda siasa vipi bwana? Kama mwanabiashara, siasa lazima ziko kwa sababu siasa ni maisha. Ndio. Lakini katika Mnazi Mwenga hatuna siasa. Pale hatupigi siasa. Ndio. Mnazi Mwenga sisi tunapiga umaskini. Ufisadi. Ndio. Tabia za ukiritimba kwa jamii. Ndio. Unaelewa? Ndio. Wewe umepatiwa kazi na wananchi wafanyie kazi. Ndio. Usichukue ile nafasi kujinufaisha wewe. Ndio. Hizo ndo kitu ambacho ajenda yetu kubwa Mnazi Mwenga ni kupigana na umaskini, ndio, ubinafsi, ufisadi, ndio, tabia za ukiritimba, umeelewa? Na kuleta wamejikenda pamoja. So kuna vitu kadhaa tumepanga. Ndio. Kuna ligi ya wamejikenda, ndio, ambayo itakuwa sponsored na inaitwa Betika na Betway. Ndio. And then other sponsors as well will come in. And then tumepanga Talanta Mtaani. Talanta Mtaani yani. Inaenda pale season 6. Ndio. Hiyo inakuwa Mijikenda edition. Yeah. Tunapeana chakula. Kwa wale ndugu zetu ambao waliathirika na unajua sisi wote tumeathirika na historia ya COVID. Ndio So tuko na mipango. Ndio. Ambao tuko na mikakati sasa hivi tuna mobilize chakula. Ndio. Tutapeana chakula kingi sana. Kabisa. Hata hizo kaunti zote zikichanganywa hawa kupeana chakula kama hiyo. Yeah. Kwa sababu hawa ni ndugu zetu. Ndio. Sisi tuko na uwezo. Kabisa. Kwa nini tusishikane? Wewe utoe 1500, ule 5, ule 10. Tupeleke chakula pale takriban cha milioni 10. Kabisa mtu wangu. Unaelewa? Tunataka tupeane chakula. Tunataka tutembee na ndugu zetu, tutembee na mama zetu, tutembee na baba zetu. Tujikomboe katika umasikini. Kabisa. Tunataka kutoa ile kasumba ya nipe. Kwa hivyo ina maana kwamba rafiki yangu yani Mijikenda wengi wao ni mafukara maskini kabisa, sio? Vile huwa iko brother. 75%. Ukiangalia sio? 75% ya Mijikenda ni maskini. Ndio. Yaani wanaitwa poverty stricken. Unaelewa? Alafu ile 25 ambao ni kuna 20 ni middle class. Ndio sasa. Ambao tunakula bata Nairobi. Tunakula bata. Tunafanya vikazi vyetu hapa vya 50,000, 1,100. Ndio. Lakini after tumerudi nyumbani
sasa tunarudi bado kwa ile 75%. Wacha. Sababu ile familia yetu unajua tumeoa bara, tumeoa wapi? Wale mabibi wanasema sasa tunaenda kufanya nini huko, hatuna nyumba, watoto shule. So nabaki mimi narudi peke yangu. Sasa nikirudi peke yangu kule naanza kutafuta wizungu na muoa, alafu narudi kwa ile maisha ya 75%. Maisha ile ya 75%. 75%. So it's only 5% of the Mijikenda and you wako well off. Okay. Wale ambao wako at least these are the families like I don't want to mention names but Ngala, zile familia kubwa. Okay. And then the generals. Kwa hivyo inamaanisha vipi yani Mijikenda wajitumi? Manake watazamaji hapa UTV wanazidi kutazama Richard Katana. Manake labda Mijikenda wajitumi vipi? Manake pale nje pia kuna vijana ambao wanajituma zaidi. Labda ungependa kuwapa ushauri gani? Labda pia watu wa Mijikenda utawashauri vipi ndani ya UTV? Sisi tunajituma sana. Ndio Unaelewa? Ndio kabisa. Ndio maana sisi ni Mnazi Mwenga. Na Mnazi Mwenga. Haina shida. Hatuna umoja. Hamna umoja. Alafu kule kukimbia. Unaelewa? Mimi utanipata mimi niko radhi. Ndio. Shamba. Ndio. Huku Kabani. Niishi na familia yangu. Ndio. Kule kwetu naenda kujenga. Hakuna. Sasa Mnazi Mwenga unakutaka wewe mkubwa. Urudi Rabai. Nirudi Rabai kule Cliff wewe saidia huko ukweni. Historia ya Nairobi. Ndio show kwa sababu hata nini hata kuna wimbo kwa Sunday school kwa nasema kanisa litajengwa na kina nani. So kwetu kutajengwa na nani? Ukiangalia hapa Kiambu pale ni nyumbani kwa watu. Ndio bwana. Ruiru. Ndio. Unaona? Hapa Kangundo Road, Ruai, wapi. Hii yote ni maboma za watu kwao, mzini kabisa. Unaona? Sasa sisi kule kwetu kutajengwa na nani? Ndio. We have everything that we need. We have the rich. Angalia, scenario nzuri ambayo naweza kupatia. Miraa. Ndio. Inakulwa kila kona. Kabisa. Ukikaa ukiingia huko kwa hizo wanaita far flats. Utapata jamaa kwa pikipiki anakula muguka. Jamaa anachapanisha tu. Lakini hapa uliona papa lini ama hata nazi. Hakuna bana. Umeona? Nairobi yani shamba la mawe, unajua Waswahili wanasema hivyo. Lakini omena ipo. Omena kutoka wapi? Kisumu. Omena kwa kila duka supermarket. Supermarket ipo. Wanakarangwa huko na ile harufu yao. Hata kuna Kobe mwanangu. Sasa angalia papa mbona hatumoni papa wa nazi. Sasa mimi hii platform tunataka watu kule wale mashemeji zetu wakikuja huko nyumbani. Wapatieni sima papa wa nazi ama samaki wa nazi. Ndio. Ili wakirudi wakiona nazi huku wajue nazi si ya kutafuna. Ndio bana. Nazi ni kiungo muhimu wa chakula. Ona. Umenipata? Nakupata baba. Sasa wewe umetembelewa na mashemeji zako kutoka bara. Wewe unawachinjia kuku ama unanunulia mbuzi unawachomea. Hapana. Wapatie samaki wa nazi. Samaki wa nazi. Ama unajua nazi. Sasa ukitoka kule wakipenda watasema ile nini ilikuwa ndio bana. Mfano mzuri angalia viazi karai. Viazi karai zinaitwa bajia, zinakuliwa kila mahali sasa hivi. Umeelewa? Kabisa. Na ile ni yetu ile. Ile kutoka pwani. Exactly. Na mida yake saa 10 pale ukitoka pale ukitaka mantilio wapata viazi vya 25. Chukua mwanangu. Umeelewa? But sasa kwa sababu walikuja wakaviona sasa hivi kwa kila mahali. Safi. Mtazamaji unazidi kupata hapa inakuwa mambo ni bomba kabisa, rafiki bila shaka nazidi kufahamisha mwazi muda umenipa kisogo. Mimi naenda zangu. Ila bana Richard Katana, labda ungependa kuwashauri vipi wale mafans ambao wanakutazama, mafans wa Mijikenda, mafans kutoka Mombasani? Na maana Nairobi hapa ndio kuna wapuani wengi sana. Hapa kuna wakosti wengi sana Nairobi. Maana washakimbia kutoka Mombasa, wako hapa Nairobi. Hapa Nairobi wamelegea tu. Mimi nakwambia usikonde. Hii show ni yenu ibomba sasa hii. Ndio bwana. Huyu ni kijana wetu. Ni Mkenya mwenzetu. Ni sasa hapa ako na studio. Ndio. Nyinyi toa ngoma. Kama wewe ni kijana msanii toa ngoma yako ataicheza. Atakupatia interview kama hii pia. Uweze kuonekana. Kabisa. Chako kionekane na dunia nzima. Ndio. Kwa sababu hayo ndo malengo yetu sisi kama Mnazi Mwenga. Ndio bwana. Labda tukimalizia mtu wangu, labda sema Mnazi Mwenga, utawashauri vipi? Labda Mnazi Mwenga ni inawadhamini. Kibao. Wadhamini kibao sio? Kibao. Kwa hivyo ina maana kwamba wasanii wakirekodi muziki wakileta UTV, Mnazi Mwenga iko na jukumu ya kusaidia wasanii. Tutasukuma muziki wako dunia mzima. Tutakupatia kama unaimba content ndio kila kitu. Unajua everything has to come with value.
Mali kuna value, people will come and put money. Ndio. So wewe kama muziki wako uko sawa, tutasukuma muziki wako beyond borders. Sikina Kamilo unaimba na Kiganda. Kabisa. Naye tutasikiza. Umeelewa? Wewe imba na Kigiriama, Kirabai, Kichonyi, Kinini, Kiswahili. Ndio. Kama inaweza collab utapiga na kina Diamond. Mtazamaji, nashukuru sana kuendelea kutazama UTV station ya kipekee rafiki yangu Bomba Bomba Show. Kumbuka kwamba rafiki yangu tumekuwa na show moja madudi kabisa, Bomba Bomba Show, tukiwa na DJ mkali DJ Kenge. DJ Kenge amekuwa kitesa kabisa anga, lakini zile yote atakuwa anarejea na kukupa muziki mtu wangu ukara na show rafiki yangu. Kumbuka pia tuna wasanii wengi sana tukishirikiana pia na Mnazi Mwenga, na mambo yatakuwa fresh sana. Yaani Mnazi Mwenga Foundation. Labda Mnazi Mwenga Foundation. Yes. Unapatikanaje kwenye kurasa wa Facebook, Twitter, wapi? Wakitaka kukupata wewe Richard unapataje mtu? Facebook ni Mnazi Mwenga Movement. Ndio. Twitter ni Mnazi Mwenga Foundation. Instagram pia tutaingia. Sasa hivi tuna set mikakati, lakini kuanzia Julai tutakuwa live mpaka website iko, tutakuwa na mobile app, tutakuwa na USSD code, so you'll be able to register, tell what you do, and then you'll be able to, kama wewe ni kijana una kazi, tunakusukuma kila mahali, unapata kazi. Yani Mnazi Mwenga ni thamani ya kila kitu, kuna kila kitu. Nashukuru babu. Labda YouTube, labda wewe mwenyewe, labda ukikupata wewe mwenyewe. Unajua unaingia upande wa Mnazi Mwenga, unaingia kwa kampuni. Sasa wewe Richard unapataje mwanangu? Mimi napatikana rahisi sana. Na namba ya simu. Kwa sababu unajua simu siku hizo kuonana. Wapatie mwanangu, wapatie. Facebook pale naitwa Honorable Richard Katana, unaweza ingia inbox yangu. Kama una nini yote ambayo ungetaka, unaingia inbox pale, niambie, nitakutumia namba yangu tuongee. Ndio. Alafu kama ni kitu inaweza kabisa. Kama haiwezi. Hiyo ndo kauli yangu. Uji umo. Nashukuru sana mtu wangu. Hadi kesho masaa kama haya, nakupenda kabisa. Unaniita baba mkubwa ndani ya Facebook ni Bomba Bomba Show. Sawa. Iko fiti mwanangu.